Naam, karibu sana mwanamichezo, tuweze kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani. Mwisho wa mwezi leo tarehe 31 tulivu kabisa. Mimi niko na ndugu yangu William wa Simba, tunakwenda kuyazungumza yale ya kimichezo na burudani. Wile, uko poa ndugu yangu? Bwana, bado siku 5 kuikuta ile Pasaka. Tunakumbuka namna Ramadhani ilivyokuwa, pilau walikuwa wanatupa misaafu, tusome haya ndo tule pilau. Kwa hiyo sisi tutapika pilau, ila nyama tutakazotumia kwenye pilau nyama tutakazotumia kwenye pilau za yule mdudu. Kwa hiyo akijichanganya tu mtu, pilau tutawakaribisha. Kama wale walikuwa wanatupa misaafu, someni ndo mle pilau. Sisi pilau tunawapa, ila nyama tutakazotumia kwenye pilau ndo zitakuwa za yule mdudu. Bwana, kituo cha mnyama Simba ni tarehe 2 dhidi ya Wagosi wa Kaya Coastal Union. Tutarajie kitu cha namna gani pale katika dimba la Meja Isamuyo ambako mnyama Simba Lunyas atakwenda kunguruma dhidi ya Wagosi wa Kaya. Katika raundi ya kwanza hawajakutana kutokana na mazingira ya hapa na pale. Raundi hii ya pili wanakwenda kukutana katika ligi kuu Tanzania bara. Bwana, kwanza mchezo utakuwa ni mgumu sana kwa sababu tunajua ni mchezo ambao Simba Sport Club tuna uhitaji zaidi pengine kuliko hata Coast Union, kwa sababu tunaangalia namna ambavyo ligi ilivyokuwa. Simba kwa sasa hivi atakiwa kuangusha alama yoyote, inatakiwa kwanza ashinde, kwa sababu tunamwangalia mpinzani Yanga ambaye tunasema gap litakuwa pointi moja, lakini huwezi kuwa na gap pointi moja kwa sababu Yanga kile kitu anacho tayari amekiweka mfukoni. Simba ndio tunakitafuta ili kusudi tukakiweke mfukoni. Kwa hiyo lazima tushinde mechi zetu, kwa maana kwamba wote tukiwa tuna michezo 16 ndio tunaweza tukasema sasa gepu limebakia pointi moja. Ubingwa wa msimu huu kama nilivyokuambia awali, sio kumwangalia mpinzani yeye anaangusha alama, wewe unaenda unafanya nini. Kwa hiyo ni mechi ngumu sana, lakini Simba Sport Club inatakiwa tukachukue alama 3 muhimu sana hizo ili kusudi zilisogeze pale kwenye nafasi. Pia tukitoka hapo tarehe 5 baada ya siku 2 tena tuna mechi nyingine ambayo Mzizima Dabi. Azam wamekataa kuileta Benjamin Mkapa, wanasema njoeni Chamanzi. Kwa hiyo mnyama atasafiri tena kwenda Chamanzi kwenda kutafuta alama 3 zingine. Kwa hiyo katika mechi hizi 2 ambazo tunacheza ambazo ni tarehe 2 na tarehe 5 inahitajika tupate alama 6 ili kusudi tuwe kwenye mbio za ubingwa msimu huu. Azam alitoka kutufunga tena magoli 2. Kwa maana kwamba tulivyopoteza, lakini tulikuwa tuna wachezaji naweza nikasema wa kawaida. Tulikuwa Zohofu Lahari, wakati huo ndo tuna wakina Mudo Mutale. Lakini Simba hii nadhani imeimarika. Imeimarika, imebadilika sana. Nani we? Ndugu yangu. Imebadilika, nikajua Ziandambwile. Simba hii imeimarika sana na imebadilika namna hata ya uchezaji. Lakini tunajua kwa Ibenge pia so mechi nyepesi. Ni mechi ngumu sana, lakini sisi tunahitaji alama 3 kusudi zikatuweke vizuri kwenye ubingwa. Kwa timu 3 zote mpaka nilivyokuambia, Simba, Azam na Yanga, yoyote katika hizo timu 3 kwa namna ambavyo ligi imefikia sasa hivi, yoyote katika hizo timu anaweza kwenda kuchukua ubingwa. Lakini Simba Sport Club sisi namna tulivyokuwa kabla kulifikia dirisha dogo, utafikia ubingwa tulikuwa hatuutaki. Lakini moja kwa moja tulivyosajili hawa wachezaji tukaona ubingwa wenyewe unatutafuta sisi. Kwa sababu sisi hatujacheza, wenzetu wanadondosha alama. Kwa hiyo gap wamelipunguza wenyewe. Kwa maana kwamba mpaka sasa hivi pengine tusinge mcheka mamba, nadhani tungetembea kwenye mto tungevuka vizuri. Kumbe kuna namna mnaziona alama mnakwenda kuzivuna. Kuna namna yani vile ambavyo mpinzani anapoteza alama, nyinyi kupata kwenu matokeo, mnaona kabisa kuna dalili ya ubingwa msimu huu. Ukiangalia Simba na Yanga namna ambavyo wanacheza utafikiri wanaigana. Yanga alitoka kudraw na TRA. Tukamcheka. Siku 2 baadaye Simba anaenda kucheza na Pamba naye akadraw. Kwa maana kwamba Simba angeshinda mechi ile tu, tungekuja kushinda hizi mechi zetu zilizokuwa hapa, tungekuwa tunaongoza ligi mpaka sasa hivi. Lakini ukiangalia namna ambavyo mpinzani wetu anacheza, sisi Simba tunaona ni advantage kubwa. Timu kubwa siku zote huwa hazifi. Kinachotokea kwa Yanga sasa hivi tunaamini tu amelala. Ipo siku atakuja kuamka na kwenda juu. Haya yanayotokea ni kama amefanyaje? Timu kubwa tunaamini waga hazifi. Timu kubwa huwa inalala. Kwa Yanga hicho ambacho kinatokea sasa hivi tunaamini tu ni amelala. Yanga imelala. Yanga imelala, lakini itakuja kuamka. Kwa hiyo pale kabla haijaamka sisi tunatakiwa tushinde mechi zetu. Anapokuja kuzinduka tukute kidogo gap limekuwa kubwa na tuko mbali. Mnawaambia nini mashabiki wa Azam FC, na wao wanaitamani kweli kweli mechi hii kuelekea kwenye hiki kilele cha Mzizima Dabi, ligi kuu ya msimu huu Tanzania bara? Nadhani tutakachobaki nacho baada ya mechi ya Mzizima Dabi ni Azam TV peke yake, lakini Azam FC tutakuwa tumeshaiangamiza kwa sababu tunajua namna ambavyo iliweza kutufanya pale. Kwa kitu pekee ambacho tutabaki nacho baada ya dakika 90 za tarehe 5 ni Azam TV, lakini tuna mpango wa kwenda kuweka mkakati mkubwa wa kwenda kuchukua alama 3 kwa Ibenge, kwa sababu tumeangalia namna ambavyo Simba inaenda kucheza na Azam mechi inavyokuwa.
ni mechi itakuwa ni ngumu sana. Ibenge ni kocha mzuri, wachezaji aliokuwa nao, hata wachezaji waliokuwa kwenye kikosi cha Azam wanaonekana kama Simba wamezoea. Ukiangalia mechi ambavyo Simba inaenda kucheza na Azam, ukiachana na ule mechi kubwa, kuna bato za wachezaji kwa wachezaji uwanjani. Tunaona namna wakina Idnado wanavyocheza, wakina Faisal. Nadhani mechi hiyo Kitambala Bora tutamkosa kama ile mechi ambayo iliyopita. Kitambala Bora nadhani atakuwepo uwanjani. Kwa hiyo mimi nadhani mechi itakuwa ni nzuri na ni mechi ngumu sana. Lakini Simba kupitia ugumu huo tunahitaji twende tukawini alama 3. Katika timu zote za ligi kuu Tanzania bara, nani haswa mnamdhani pengine huyu anaweza akakwenda kutupa changamoto kubwa kweli kweli katika duru ya lala salama ya mzunguko wa pili wa ligi kuu ya NBC Premier League? Kwa sasa hivi Simba namna ilivyokuwa na wachezaji wake, hakuna timu yoyote ambayo tunaihofia. Pengine hizo timu zingine ndo zinazihofia Simba. Kwa namna ambavyo Simba inacheza sasa hivi, hakuna timu yoyote ambayo tunaihofia. Labda kuna timu zingine zinahofia Simba. Tutakapoenda ngoja tucheze mechi ya Azam, tucheze mechi ya TRA. Baada ya hapo nadhani kuna timu zingine zitakuwa zinatuma pointi 3. Haina haja ya Simba kuenda kuumiza wachezaji wetu wakapambana dakika 90 kuchukua alama 3. Kuna timu zingine zitakuwa zinatuma alama 3. Mbeya City yuko Mbeya kule anasema jamani tunatuma alama 3 labda na magoli 2 kutokana na Simba namna ambavyo inaenda kuzitafuta. Anatuma kwa nani sasa? Anasendi kwa Simba kwamba sio lazima wachezaji waje wahangaike wagombane na kina Libasegwe wakina Onisset Weura, kwa sababu wanajua tu nini kitakachoenda kutokea. Kwa hiyo ili kusudi wasisumbuke watakuwa natuma tu alama kama unavyotuma message kwamba pointi 3 na magoli labda 2. Naam. Bwana, una kipi labda cha kuambia uongozi wa klabu ya soka ya Simba Sports Club kwenye hiki ambacho kinachokuwa kinaenda kufanyika sasa, mzunguko wa raundi ya pili, ili hali na nyie pia mnautaka ubingwa kweli kweli msimu huu? Kwanza uongozi wa Simba nadhani kuna kitu kingine ambacho nakiongea, utoe faida kwa baadhi ya mashabiki. Baadhi ya mashabiki wa Simba wamekuwa na vitu ambavyo vinaenda kuigharimu klabu. Mpaka sasa hivi ukiangalia kwenye zile timu ambazo zimetozwa faini kubwa sana ni Simba Sport Club. Ukiangalia faini ambayo Simba Sport Club imetozwa mpaka sasa hivi ni milioni 30. Kwa hiyo ni faini kubwa ambayo faini hiyo inaenda kuigharimu klabu. Kwa hiyo wajaribu kuwapa nasema elimu mashabiki zao. Ukiangalia kwa namna ambavyo timu yetu tunasema imeathirika sana, hiyo milioni 30 ingeweza kukaa ipush sehemu nyingine. Pia naipongeza sana timu ya JKT, timu ya Namungo na Mtibwa Sugar. Ni timu ambazo zina nidhamu brother, hazijapigwa faini hata hiyo, isipokuwa tu ni zile faini za wachezaji. Katika wachezaji wenye nidhamu mbovu, mchezaji ambaye ameondoka na faini kubwa ni golikipa wa Yanga peke yake. Lakini kwa timu ambayo inaongoza kwa nidhamu mbovu ni timu ya Simba kutokana na mashabiki. Simba Sport Club kwa faini ambazo zipo pale ni kutokana tu na mashabiki. Kwa nadhani Simba Sport Club iweze kuwapa elimu mashabiki waache zile jazba za kwenda kuwapiga waamuzi, kwa sababu tumeona ile faini ya Mwanza ni milioni 10 kwenye mechi moja. Kwa hiyo nadhani viongozi wa Simba wao wanawapa faida kidogo mashabiki, wao wanapunguza jazba. Tunajua tuna timu nzuri, tunajua tuna viongozi wazuri sana, tuna wachezaji wazuri, nadhani wawe wanalizika na yale matokeo ya ndani ya pitch. Tunajua tuna vita kubwa sana nje ya uwanja ukiachana na waamuzi pia, lakini inatakiwa wayazoee. Kukosekana kwa Djigui Diarra pengine kwa upande wenu mnaona ni faida na mnakwenda kunufaika kwa namna moja ama nyingine? Ni hasara kwa sababu mechi 3. Mimi natamani Diarra afungiwe mechi 10 au 15. Kwa upande wangu mimi ni hasara. Nilikuwa natamani afungiwe mechi 10 au 15. Kwa sababu unajua kuna kitu cha ajabu sana ambacho ukikifikiria kwenye swala zima la bodi yetu ya ligi na kamati ya masaa 72. Kocha referee ambaye hakumpa kadi Diarra kwa kitendo cha utovu wa nidhamu ameshushwa daraja. Si unanielewa? Ambaye hakumpa kadi Diarra kwa utovu wa nidhamu ameshushwa daraja. Yule ambaye alienda kufanya utovu wa nidhamu mwenyewe amehukumiwa kwa milioni 4 na kufungiwa mechi 3. Kwa hiyo moja kwa moja unaona hamna ile balance. Shukrani sana. Asante sana.